Leo si siku ya kawaida kwenye soka la Tanzania. Leo ni siku ambayo mmoja wa wafalme wa CRDB Federation Cup ameangushwa. Yanga Sports Club, mabingwa watetezi na timu iliyokuwa imejijengea heshima kubwa kwenye mashindano hayo, wameondolewa rasmi baada ya kuchapwa mabao 3-2 na Azam FC katika mchezo wa nusu fainali ya kusisimua. Naamini mashabiki wengi wa Yanga hawakuamini macho yao. Mara kadhaa Yanga wameonyesha uwezo wa kurudi kwenye mchezo wanapokuwa kwenye wakati mgumu. Mara kadhaa wameonekana kama timu isiyoweza kuangushwa kwenye michuano hii, lakini leo ilikuwa tofauti. Leo Azam FC walicheza kama timu iliyokuwa na deni la kihistoria. Walicheza kwa nidhamu, walicheza kwa ujasiri, walicheza kwa lengo moja tu: kumaliza ubabe wa Yanga. Kama kuna mtu alikuwa bado anadhani Azam FC ni timu ya kawaida, basi leo amepata jibu. Miaka 2 ya ubingwa, miaka 2 ya kutikisa mashindano haya, miaka 2 ya kufanya kila timu iogope kukutana na Yanga, lakini kila enzi ina mwisho wake. Na leo huenda tumeshuhudia mwisho wa enzi hizo. Kinachofanya ushindi huu kuwa wa kipekee zaidi ni historia uliokuwepo kati ya timu hizi mbili. Mwaka 2024 Azam FC waliumia, walifika fainali, walipambana, lakini mwisho wa siku Yanga wakabeba kombe kwa ushindi wa penalti. Leo ni miaka 2 baadaye, Azam FC wamepata nafasi ya kulipa kisasi hicho, na wamekifanya kwa namna ambayo hakuna atakayesahau kwa haraka. Sasa macho yote yanaelekezwa kwenye fainali. Je, Azam FC watamaliza kazi na kubeba taji, au ushindi huu ulikuwa mwanzo tu wa simulizi kubwa zaidi? Jambo moja ni hakika: CRDB Federation Cup imepata mfalme mpya wa kuogofewa, na Yanga kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu wanalazimika kutazama fainali kutokea kwenye sebure zao. Karibu kwenye zama mpya za ushindani. Karibu kwenye zama za Azam FC. Yanga wametolewa, Azam FC wanatinga fainali. Historia mpya imeandikwa. Hii ni LK Plus. Mpaka wakati mwingine, asante.